Naitwa Zuberi Omari, na miaka 31. Hivi unavyoniona nilipata ajali miaka 5 iliyopita. Nilikuwa natoka Namanga na kuja Arusha. Tukagonga twiga, nilikuwa kwenye gari ya abiria ambao ni Noah. Tulivyogonga twiga, tulikuwa takriban kwenye gari kama watu 10 kama sikosei. Kwa hiyo nilipata ajali, tulivyopata ajali nikaumia mimi peke yangu. Nikawa nimepata kama stroke, kama kuparalyze hivi, na nikaenda hospitali, tumemaliza hospitali, tukafuata vitu vyote hospitali, na tulivyomaliza hapo nikaanza kufuatilia kesi yangu. Kwa hiyo ikagundulika kwamba ile kesi, kwamba ile ajali ilikuwa imesababishwa na driver, uzembe wa driver kwenda speed ambayo ilikuwa sio sawa iliyowekwa pale. Hapo ilikuwa ni maeneo ya Longido. Maana hapo kulikuwa na wanyama, kwa hiyo kulikuwa na limit speed. Kwa hiyo ilikuja kugundulika kwamba ni uzembe wa driver. Kwa hiyo kesi ikawa mahakamani. Kwa hiyo tumeendesha kesi ndani ya miaka mitatu. Kwa hiyo baada ya miaka mitatu, maana mimi nilikuwa na wakili ambao alikuwa anafuatilia kesi yangu. Kwa ndani ya hiyo miaka mitatu, naona wakili badala ya kumuita, maana ile gari ilikuwa na bima. Kwa hiyo miaka mitatu tulikuwa tunaendesha kesi, na wakili wa bima alikuwa anakuja mahakamani na wakili wangu anaenda mahakamani pia. Kwa hiyo baadaye ikaja kugundulika kwamba badala ya wakili wangu kumleta mtu wa gari, akawa amemshtaki bima. Kwa hiyo ni makosa nadhani alikuwa amefanya, lakini ilipelekea kwamba mpaka kesi kuja kufutwa. Maana baadaye tena kuja kuirudisha, tukaonekana tena tuko nje ya muda, maana miaka mitatu ilikuwa imepita. Kwa hivyo kesi imefutwa, na sasa hivi tunataka tukate rufaa, lakini mimi changamoto ambazo napata, najihudumia mwenyewe tena, na sasa hivi kazi sina. Kwa hiyo inanipelekea ugumu wa maisha, na pia nina mtoto. Kwa hiyo vitu vyote hivyo vinaniangukia, aliyakuwa ni ajali ilisababishwa na natakiwa kulipwa fidia. Na fidia yenyewe ndio hiyo, tunaenda mahakamani na bado nazungushwa, hali ya kuwa na maisha yanaendelea. Nahitaji kumlipia mtoto wangu ada, nahitaji mikula, nahitaji malazi, nahitaji vitu vingi. Maana mimi nimeparalyze, yaani siwezi kufanya kazi kabisa kama mwanzo nilivyokuwa nafanya kazi. Maana nadhani kesi ilikuwa imeonekana kwamba natakiwa kulipwa hela nyingi, basi ndio maana wakawa wananizungusha. Na mpaka sasa hivi hawajanipa haki zangu, na takriban miaka 5. Miaka 5 sijapewa haki zangu, na majukumu yangu ni makubwa kutokana na hali niliyokuwa nayo. Siwezi kufanya chochote, in short. Siwezi kufanya chochote. Kwa hivyo naomba mnisaidie. Kila atakayesikia au atakayeona video hii, naomba mnisaidie niweze kupata haki zangu. Maana sasa hivi sifanyi kazi yoyote, na nina mtoto. Mimi mwenyewe ni mgonjwa. Hapa mnavyoniona ni kama mwili mzima haufanyi kazi. Yaani mwili mzima haufanyi kazi. Na sijalipwa mpaka sasa hivi. Miaka 5 nahangaika hospitalini kwa gharama zangu. Naendelea kuomba watu mitandaoni ili wazidi kunisaidia na waweze kunisaidia. Kwa hiyo mimi sasa hivi miaka yote, mpaka kuna muda nachoka, nafikia hatua mpaka nakata tamaa kabisa. Kwa hivyo ndugu zangu, naomba mnisaidie. Atakayeona video hii aweze kunisaidia, niweze kupata msaada, niweze kupata kulipwa fidia zangu. Naombeni mnisaidie sana. Madaktari wanavyosema nimeumia kwenye uti wa mgongo, wengine wanasema nimepata mshtuko, na wengine wanasema kwamba ni umeme wa mwili. Kwa hivyo wako tofauti tofauti, maana nimeenda hospitali pia tofauti. Nilikuwa naomba Watanzania wenzangu na ambaye
sio wa Tanzania, ambaye atakaona video hii aweze kunisaidia ili niweze kwenda nje kama watu wengine wanaenda nje, wengine wanapona na wengine, na kiukweli nje pia wamedevelop kidogo, kwa inawezekana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nikaweza kupata mafanikio, nikaweza kupata msaada mkubwa, au nikaweza kuona changes kwenye mwili wangu au kupona kabisa. Labda baada ya sijawahi kumfuata mimi mwenyewe, ila wakili alishawahi kuwasiliana naye, na mara kwanza walikuwa wanagoma atakuja mahakamani mpaka ilipofikia hatua wanataka wakachukuliwe vitu vyao, ndo wakaja wakamfuata wakili, lakini ilikuwa tayari too late. Lakini mwanzo alikuwa amegoma kabisa kuja, na mimi nimehangaika miaka mitatu yote kwenda mahakamani kwa gharama zangu za kuombaomba sometimes ili niweze tu kwenda mahakamani. Nauli yenyewe ni kubwa kutoka hapa mpaka mahakamani. Kwa nimepambana sana na bado hawanichangii chochote, hawanisaidii chochote, hata hawajawahi kuja kuniona hata hao wenye gari. Kiukweli naishi maisha magumu sana, ambayo siwezi kuelezea, lakini kwa ufupi ni maisha magumu sana. Ni maisha ambayo sijawahi kuyafikiria katika maisha yangu yote kwamba nitakuja kupitia maisha magumu kiasi hichi. Maana nimeparalyze mikono na miguu pia. Kwa hivyo ni wakati mgumu sana. Siwezi kufanya chochote, wala kazi zangu siwezi kufanya pia kama mwanzo nilipokuwa nafanya kazi. umekuwa ni mtu wa kukaa? Nimekuwa ni mtu wa tegemezi, na kuwa na ndugu zangu. Sometimes inabidi ndugu wasifanye kazi, wakae na mimi kwa sababu siwezi kukaa mwenyewe. Lazima niwe na mtu niweze kukaa naye. Kwa majina naitwa Hafizu Alifa Makame. Ni mtoto wa mamangu mkubwa. Nimejitolea kukaa na kaka yangu kutokana na situation ambayo anapitia, maumivu ya makali, na pia katika harakati zetu za utafutaji ndio hivyo tunapokezana zamu. Huyu anatoka, anaenda kutafuta chochote atakachokipata, anakuja, nami ikifika muda wangu nami natoka na kwenda kupambana. Mimi haswa utanikuta pale stendi. Shughuli zangu ni za pale stendi. Na pia ndugu yetu huyu mwingine ni muuza line tu. In short, maisha yetu ndo hayo. Hatuna mwenye uwezo mkubwa, labda tuseme, wa kukidhi mahitaji yetu mengi. Labda kaka yetu atakapoumwa tunategemea huko mtandaoni, tunaomba watu wanatusapoti kwenye mambo ya hospitali. Lakini mambo madogo madogo kama ya chakula ndo hayo sisi wenyewe tunapambana. Wito wangu mimi, nilikuwa nawaomba Watanzania ndugu zetu tuweze kumchangia kaka yangu, kikubwa apate haki yake ambayo tumedhulumiwa huko mahakamani, na pia hata matibabu, kwa sababu tumeshazunguka hospitali nyingi, kila mtu anasema kivyake. Basi tunaomba at least tuweze kuchangiwa, tutoke nje, kwa sababu kama hospitali wanatofautiana, tunaamini tutakavyowezeshwa tunaweza kutoka kupambania afya kaka yetu, anaweza akarudi kama zamani akatembea. Kwa sasa hivi stroke, tunaweza kusema hivyo, na pia wengine wanasema ni umeme wa mwili, mwingine anasema, daktari mwingine anasema ni spinal cord, yani uti wa mgongo haufanyi kazi. Kaka yangu kama mnavyomuona ni mtu ambaye ukimtenga chini ni ndo chumbani, ndo sebleni, ndo chooni, ndo kila kitu. Huduma zake unamfanyia hapo hapo. Kumlisha anamlisha, akijisaidia basi unamsafisha,
Pia akitaka kuinuka kwenda nje unamuinua, akitaka kukaa pia unamkalisha. Atakapopata fidia yake basi atakwenda nje kupambania afya yake. Maana maisha ya kusaidiwa kila kitu ni magumu kaka, nayaona kwa kaka yangu ana hali mbaya. Yani tuseme kuna muda anatamani kufanya hichi hawezi, kuna muda anatamani kunywa hata maji ya kunywa yako hapo pembeni anashindwa.